Ebeneza, Mungu Israeli, hakuna Mungu kama Yehova Rafa, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Yehova Rafa, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. El Shaddai, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. El Shaddai, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Oh, Emanueli, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Emanueli, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama Yehova Raha, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Yehova Raha, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tunakuabudu Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tunakuabudu Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Baba yetu, kwa jina la Yesu Kristo, Baba, tunakushukuru asubuhi ya leo. Tunahimidi jina lako Bwana. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya fadhili nyingi sana ambazo umetukirimia, ya kwamba tunaweza kuitwa wana wa Mungu hivi sasa na binti wa Mungu. Bwana, tunatoa shukrani, nikiomba ya kwamba utusaidie Bwana kuishi maisha ambayo yanastahili Injili, yanastahili neno ambalo limefunuliwa. Mungu wetu, ninaomba utakase mioyo yetu, tuondolee hatia Bwana na kila kunyanzi, tuweze kuwa ni watu ambao wanastahili mbele zako, si kwa sababu ya wema wetu, lakini kwa sababu ya sadaka ya mwana kondoo. Mungu wetu, ninaomba ya kwamba uweze kunena nasi ukitumia upanga wa neno, kwa sababu neno ni kile kifaa unatumia kuchonga wana na binti wa Mungu waweze kuingia katika mjengo wako, mwili wa Yesu Kristo, kanisa la Mungu aliye hai, na waweze kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo. Asante Baba, na kualika miongoni mwetu uweze kunena na uweze kutusaidia. Tunaomba na kuamini umesikia maombi haya, na ni kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ningetaka kuwasalimu kwa jina la Yesu Kristo, na niweze kualika kwa ajili ya ibada fupi hii, na tutafungua Biblia zetu katika kitabu cha Matendo 9. Matendo 9 ndipo tutafungua, tuweze kusoma labda mpaka mstari wa 16 hivi. Kwanza Matendo 9. Kama vile nabii anatuambia, tunajua sio matendo ya mitume, ni matendo ya Roho Mtakatifu, lakini ndani ya mitume. Mitume kama watu hakuna kitu wangeweza, kama na sisi bila Roho Mtakatifu hakuna kitu ambacho tunaweza. Lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, yani watu wa imani hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu.
Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla kamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Kaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Na wale watu waliposafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti wasione mtu, bali Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono wakamleta mpaka Dameski. Akawa siku 3 haoni wala hali wala hanywi. Basi palikuwako Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Kasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, kaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani awafunge wote wakuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamuonesha yalivyo mengi atakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Bwana aongeze baraka kwa usamaji wa neno. Tunaweza kukaa. Ningetaka kuongea juu ya kutoka kwa maarifa hadi kwa uzima. Kutoka kwa maarifa hadi kwa uzima ndio maneno ningetaka kuongea asubuhi ya leo. Tunaona Paulo hapa akiwa ni mtu ambaye alikuwa ni mtaalamu katika sheria, katika mambo ya Torati. Alikuwa ni mtaalamu, alikuwa ameelimika sana hata kuliko watu wa kizazi chake. Na tunaona ya kwamba akiwa na maarifa hayo na ujuzi wa sheria, alikuwa anatesa kanisa la Mungu aliye hai, kwa sababu ujuzi ule wa sheria haukuweza kumuokoa ama kugeuza moyo wake. Maarifa hayawezi kugeuza moyo wa mtu. Tunaona hapa alikuwa na huu ujuzi, alikuwa ameendelea sana katika hii dini ya Wayahudi, alikuwa amefundishwa na Gamalieli, lakini hakuweza hata kidogo kuwa na neema. Tunaona mahali pengine akisema alikuwa mfarisayo wa mafarisayo. Anasema mahali pengine ya kwamba tukiongea juu ya haki ambayo inatokana na sheria, alikuwa amepita wote. Na hata hivyo alikuwa anatesa kanisa la Mungu aliye hai. Alikuwa na ile haki ya kujibunia, ile tunasema self-righteousness, na alikuwa hana neema na kanisa ambalo limezaliwa mara ya pili. Na hili kanisa ujue ni ahadi ya Mungu ilikuwa imetimia katika maisha yao, lakini yeye alikuwa anaona wakiwa ni adui kwa agano ambalo Mungu alifanya na Israeli kupitia Musa. Na ndio sababu alikuwa anawatesa, na anawatesa akiwa na ujuzi wa sheria. Na hiyo sheria ya Musa ni Mungu alikuwa amemkabidhi Musa kwanza. Kwa hivyo anatumia kile anasema ni neno la Mungu kutesa kanisa la Yesu Kristo. Na kanisa hilo tayari wao walikuwa katika ahadi ya wakati, kwa sababu Biblia ilikuwa imetabiri vile Mesia atakuja na vile atatolewa sadaka, na akisha kutolewa sadaka basi baadaye Roho Mtakatifu angelijia hilo kanisa, na akaja siku ya Pentecost na kuendelea. Na Roho Mtakatifu tunajua ni uhai wa sadaka, ni uhai wa mwanakondoo, ni uhai wa Yesu Kristo ukiingia katika wale ambao walimwamini Yesu Kristo. Maana maandiko hutuambia ya kwamba alipokuja kwa Israeli alikataliwa, lakini kwa wale wote ambao walimwamini aliwapatia uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Na ule uwezo ni Roho Mtakatifu akizaa muaminio mara ya pili na kukuweka mahali pako. Kwa hivyo tunaona Paulo akiwa na ujuzi huu wa sheria haikumsaidia kuona neno limetimia, kwa sababu hawa wanafunzi ambao alikuwa na tesa walikuwa wanadhihirisha neno la Mungu likiwa limetimia. Mungu alikuwa amesema wakati wa mwisho atamimina Roho wake, na huyo Roho ndiye alikuwa ndani yao akitenda hayo mambo, akihubiri Injili. Mungu alikuwa amesema hivyo katika manabii,
na Paulo alikuwa anaamini hao manabii na haoni jambo hilo likifanyika likiwa present tense, linafanyika kwa sasa, anazidi kulitesa kanisa. Ahadi ya Mungu ilikuwa imetimia, lakini yeye alikuwa ni kipofu kwa hiyo ahadi ya Mungu, na alikuwa anajua sheria, kuonesha ya kwamba ujuzi wa sheria ama kujua neno la Mungu kiakili hakusaidii. Na sisemi ni vibaya, ni vizuri kujua neno na kusoma ujumbe na kusikiza kanda za ndugu Branham, na hiyo inafaa sana. Lakini ikiwa utakwama hapo ya kwamba sasa una ujuzi wa neno na usiende kupita pale, jambo hilo halitakusaidia, kwa sababu utabaki na maarifa na hakuna uzima. Utabaki na maarifa kama aliyokuwa nao Paulo, lakini hakuna uzima ndani yako. Akiwa na hayo maarifa alitesa kanisa la Yesu Kristo. Ndio sababu hapa tunaona Yesu Kristo akamtokea na kumuuliza, mbona unanitesa? Kwa sababu kanisa ni sehemu ya Yesu Kristo. Ukitesa kanisa lake ambalo limezaliwa mara ya pili, unamuudhi Yesu Kristo. Ndio sababu ukisoma Mathayo 25 pale mwisho kabisa inaongea juu ya kiti cha hukumu, na unaona kuna watu watapata uzima katika kiti cha hukumu kwa sababu walikuwa na fadhili. Yaani walikuwa ni watu ambao walimsaidia mteule wa Mungu, na hawakujua wanasaidia Kristo, kwa sababu wakati Yesu Kristo anawapatia nafasi ya kuingia katika uzima, anawaambia, nilikuwa na njaa mkanilisha, ama nilikuwa kwa jela mkaja kuniangalia. Na huyu mtu hakumbuki akimuona Yesu katika hali kama hizo, lakini ataoneshwa mwaminio ambaye alikutana naye katika haya maisha. Mahali fulani katika haya maisha alikutana na huyu dada ama huyu ndugu na akamsaidia, na kwa msingi huo anaingia katika uzima wa milele. Mwingine naye anawekwa katika ziwa la moto kwa sababu alimdharau Yesu Kristo, lakini hakumbuki akimdharau Yesu Kristo kama mtu, lakini ataoneshwa mwaminio ambaye labda alikuwa ni jirani, ama walifanya kazi pamoja, ama walienda shule pamoja, ama jambo kama hilo, na akamtendea mambo yasiyofaa na akamdharau na mambo hayo, na kwa msingi huo anawekwa katika ziwa la moto. Na hiyo ni kwa sababu kanisa la Yesu Kristo ni sehemu ya Yesu Kristo. Ukifanyia mwaminio kitu kizuri, unafanyia Bwana Yesu Kristo. Ukifanyia mwaminio kitu kibaya, unafanyia Bwana Yesu Kristo. Ndio maana maandiko yanahitaji waaminio wapendane wao kwa wao, na si upendo wa unafiki. Unajua kuna watu ambao huku juu anavaa Ukristo, lakini kule ndani hayuko hivyo. Lazima hili jambo liweze kutoka ndani ya moyo, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Mungu anaangalia moyo ndani. Na Yohana anasema hivi katika waraka wake, huwezi kumpenda Mungu usiyemuona ikiwa huwezi kupenda ndugu yako ama dada yako unayemuona kila wakati. Na unasema unapenda Mungu, hiyo si kweli. Ni kama vile ni mtu anasema, kwa mfano wewe ukiwa na watoto, na mtu aseme anakupenda wewe, lakini huyu mtu hapendi watoto wako, anaongea uongo. Nabii anasema mtu kama hapendi watoto wako hakupendi, kwa sababu wale watoto ni sehemu yako. Na mtu akisema ya kwamba anapenda Mungu, lakini hapendi ndugu yake ama dada yake katika Kristo, hapendi Mungu. Hapendi Mungu hata kidogo. Hiyo ndio sababu waaminio lazima wapendane kwa dhati kutoka kilindi cha moyo, na sio kujifanya. Na unajua kama ninakuonesha upendo lakini kwa kweli sikupendi, basi Mungu anaona lile jambo. Na anajua mimi ni mfarisayo. Kwa sababu mfarisayo ni mwigaji. Nabii anasema a Pharisee means an actor. Anaonesha kwa nje kitu ambacho hakiko ndani ya moyo. Anaonesha ni mkarimu, na yeye ni mwema, na yeye ana upendo, lakini hana yale mambo. Kule ndani anakuwazia mabaya. Kwa hivyo tunaweza kuona ya kwamba maarifa hayatoshi, na watu wengi wanadhani ya kwamba ni biharusi katika ujumbe kwa sababu wanajua vile ujumbe unasema. Anaweza kunukuru hapa, anaweza kunukuru pale, anajua maisha ya nabii, anadhani ya kwamba hilo linamfanya biharusi kwa sababu ya knowledge ama ujuzi wa kila ujumbe unasema. Na hata hivyo, wakati Paulo alikuwa anatesa kanisa kwa sababu ameshika torati namna hiyo, ujue hiyo torati ni Mungu alikuwa ameitoa. Akaikabidhi wana wa Israeli kupitia mkono wa Musa. Lakini sasa imefika mahali yale ambao yamenenwa katika Agano la Kale yaweze kufanywa hai. Isiwe tu ni watu ambao wanasoma neno ambao limeandikwa kwenye mawe na kujaribu ama kwenye vyuo vya manabii
na kujaribu kutii neno hilo kwa hiyo njia, iwe ni watu ambao wamefanyika neno. Kwa sababu Agano Jipya ni kufanyika neno la Mungu. Agano la Kale ni kulisoma kwenye kitabu na kujaribu kutii, lakini Agano Jipya ni kufanyika neno hilo. Neno linaishi lenyewe. Kisoma Yeremia 31 na Paulo anarudia hilo jambo katika nadhani Waebrania kama 8 hivi. Mungu anasema siku itafika nitaleta Agano Jipya ambapo hilo agano litaandikwa kwenye mioyo ya wanadamu. Na hiyo inamaanisha ya kwamba ni Roho Mtakatifu anaingia katika nafsi ya muaminio, anafanya neno hilo kuwa hai. Hivi kwamba muaminio anaishi neno bila kung'ang'ana, ni neno linaishi lenyewe ndani ya muaminio. Hilo ndilo Agano Jipya. Ni Roho Mtakatifu akiingia ndani aweze kufanya neno hai ili muaminio aweze kuongozwa kutoka ndani. Hilo ni Agano Jipya. Na hata hivyo, hii sheria ambayo ilifanya Paulo awe na juhudi hivyo katika kutesa kanisa, sheria hiyo ni Mungu alitoa, lakini shida ya Paulo ni kwamba hakuona neno likitimia. Hakuona Mungu akipiga kona aweze kuondoka katika Agano la Kale, aweze kuingia katika Agano Jipya, alete uzima ndani ya watu. Badala ya kuambia watu wajaribu kutii kile sheria na manabii wanasema, sasa ni hayo yaweze kufanywa hai, waweze kuongozwa kutoka ndani. Lakini kwa sababu yeye alikuwa ni mteule na alikuwa ni mmoja wa mbegu za Mungu za kiroho, Mungu alikuwa amepanga ya kwamba wakati fulani katika safari yake ya hapa duniani, Mungu angemnasa, angefanya interception. Na Mungu huwa anafanya hivyo. Akikuleta hapa kama mtoto wake na unaendelea na haya maisha na labda hujapata mwanga, Mungu anajua ni wapi atasimama mbele yako akusimamisha, ili kutoka hapa uweze kuwa redirected, yani ugeuze mkondo uelekee njia nyingine ya kurudi nyumbani mahali ulitoka. Si kuishia maisha hapa duniani, anajua ni wapi atakunasa. Na wewe na mimi hatuna ule uwezo wa kunasa mtu yoyote akaamini. Tunaweza kushuhudia na hata tunaweza kuombea mtu Mungu amsaidie apate neema, lakini wokovu wenyewe ni mkono wa Mungu. Yeye ndiye anaokoa. Huwezi hata kuokoa mtoto wako, huwezi kuokoa mke wako, huwezi kuokoa mume wako, huwezi kuokoa mzazi, lakini unaweza kumuombea na unaweza kumshuhudia neno. Lakini hiyo kazi ya kufungua mtu macho aweze kuona ni kazi ya Mungu. Mmoja akaambia nabii katika COD, katika kitabu cha Mwenendo na Utaratibu, akamwambia, ndugu Branham, tunajaribu kushuhudia watu nuru hii lakini hawaipokei. Nabii akasema, sio kazi yako kufanya watu wapokee nuru. Kazi yako ni kushuhudia, lakini kazi ya kufanya watu waipokee nuru ni ya Mungu. Wewe shuhudia, hiyo sehemu nyingine achia Mungu afungue huyo mtu moyo ili aelewe kile ambacho unasema. Kama vile ambavyo Paulo alikuta wale wanawake ambao walikuwa wanaenda mahali kusali karibu na mto, na Biblia inasema ya kwamba wakati alianza kuongea, mmoja wao ambao alikuwa anaitwa Lydia, Mungu akafungua moyo wake ili Lydia aweze kusikia kwa sikio la ndani kile ambacho Paulo anasema. Wale wengine hawakufunguliwa sikio la ndani, kwa sababu hiyo kazi ni ya Mungu mwenyewe. Kazi yetu ni kushuhudia na kazi yetu ni kuombea wengine, lakini kazi ya kuokoa ni ya Mungu. Lakini siku ikafika, kwa sababu Paulo alikuwa ni mteule wa Mungu, Mungu akamsimamisha siku moja ili aweze kugeuza mkondo wa maisha yake. Mahali alikuwa anatesa kanisa akiwa amejaa sheria, sasa Mungu aweze kugeuza mkondo wa maisha yake. Tunaweza kusoma hapo tulikuwa tumesoma, tumeachia mstari wa 16. Ningetaka tuanze mstari wa 17, tuone yale ambayo yalifuata baadaye. Matendo 9 tuliachia mstari wa 16, sasa ningetaka tuangalie mstari wa 17. Anasema hivi, Anania, huyu si yule Anania ambaye alikufa, huyu ni ndugu mwingine alikuwa anaishi huko Dameski. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani mahali Sauli alikuwa akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu.
Kwa nini Anania ametumwa hapa? Amwekelee mikono apate kuona, kwa sababu alikuwa amepigwa na upofu na ile nuru kubwa sana. Jambo moja hilo, na kisha ajazwe kwa Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, scales. Akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula na akapata nguvu. Sasa unaona mahali mabadiliko yanakuja katika maisha ya Paulo. Amejazwa kwa Roho Mtakatifu. Na sasa tunataka kuona kile ambacho kilifuata. Akawa huko siku kadha wa kadha pamoja na wanafunzi walioko Dameski. Sasa yuko miongoni mwa waaminio. Angalia hapa kile ambacho kilifuata. Mtu ambaye alikuwa anatesa waaminio kwa ajili ya injili ya Yesu Kristo, sasa anaanza kuihubiri mara moja. Mara akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na wote waliosikia wakashangaa, wakasema, si ya huyu aliyewaharibu walioliita jina hili huko Yerusalemu? Na hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo, wafunge na kuwapeleka kwa wakuu na makuhani. Sauli akazidi kuwa hodari, akawatia fadhaa Wayahudi waliokaa Dameski, akithibitisha ya kuwa huyu ndiye Kristo. Sasa unaona the change. Unaona huyu mtu sasa ametoka hali ya maarifa, yani anajua sheria, na sasa ameingia katika uzima. Ameingia katika uzima, akiwa na uzima, ana Roho Mtakatifu, amejaa neema, na sasa amekuwa ni mhudumu wa injili, kwa sababu sasa ametolewa kwa maarifa na ameingia kwa uzima. Na hiyo ndio sababu mahali pengine, unajua hatuna wasaa wa kusoma sehemu kadha wa kadha kwa sababu ya wakati. Ndio maana mahali pengine unasikia akisema ya kwamba yale mambo aliyojua aliyahesabu ni hasara alipomjua Yesu Kristo. Na akaona vile ambavyo alikuwa amepotea na vile ambavyo alikuwa na upofu wakati alipata kumjua Yesu Kristo. Sasa unaona hapa ameangushwa na nguzo ya moto, amepatiwa maelekezo kwa mtu ambaye anaitwa Anania, na amebatizwa, akajazwa na Roho Mtakatifu, na baadaye akaanza kuhubiri Yesu Kristo. Na hapo awali alikuwa anatesa hawa wa Kristo, kwa sababu kuna mabadiliko yameingia ndani yake na yamefanywa na Mungu mwenyewe. Na pia ni vizuri ujue wakati Mungu anafanya kazi ya kuhudumia mwanadamu, anatumia wanadamu. Yeye ndiye anafanya kazi, lakini anatumia wanadamu. Na ndio sababu alitumwa, ama Anania huyo Dameski alitumwa kwa Paulo. Nabii anasema katika ujumbe, neno lililo neno ndilo mbegu ya asili. Anasema life comes through the body. Anasema ili uzima wa Yesu Kristo uendee watu, watoto wapya wazaliwe katika ufalme. Anasema unapitia washirika walio hai. Na tulisema hivyo hapa katika ujumbe mwingine, Mungu akifanya kazi kupitia washirika walio hai. Anania huyu wa Damascus alikuwa amezaliwa mara ya pili. Na wakati anashuhudia Paulo na kumbatiza na kumhudumia, Mungu angeweza kujaza Paulo kwa Roho Mtakatifu. Uhai huwa unapitia washirika wa mwili wa Yesu Kristo. Wakati wanashuhudia watu, sasa Mungu naye anawajaza kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana maandiko yanasema sisi ni wafanyakazi pamoja na Kristo. Sisi tunafanya kazi pamoja na Kristo. Na katika ujumbe Roho Mtakatifu ni nini? Sehemu ya kwanza, na sehemu ya pili, Roho Mtakatifu alitolewa kwa nini? Nabii anasema Roho Mtakatifu ni Kristo ndani yako. Na katika hiyo sehemu nyingine, kwa nini Roho Mtakatifu alitolewa, anasema ya kwamba mojawapo ya mambo ya Roho Mtakatifu anafanya ni kukupatia nafasi katika kuokoa ndugu yako ama dada yako aliyepotea. Unaona? Inakufanya mfanyakazi pamoja na Kristo. Wakati unasimama katika pengo, unaomba, wakati unashuhudia neno, wakati unaishia mtu maisha ya neno anayaona, basi inakupatia sehemu katika kuokoa ndugu yako ama dada yako ambaye amepotea, hajaokolewa bado. Baadaye sasa tunaona Paulo akawa ni nyota kwa watu wa mataifa, mjumbe, na akaleta watu wengi sana kwa Yesu Kristo. Na yeye ndiye aliandika Agano Jipya, doctrine ama fundisho la Agano Jipya. Yule ambaye aliweka msingi ni Paulo. Kwa sababu hawa wengine akina Mathayo na Marko na Luka na Yohana walikuwa ni mashahidi tu wa kile Yesu Kristo alifanya. Na walipojazwa na Roho Mtakatifu
Kwa sababu Roho Mtakatifu, Yesu alisema mojawapo ya yale mambo angefanya ni kuwakumbusha maneno ya mwana wa Adamu, akawakumbusha kile ambacho walikuwa wameona Yesu Kristo akifanya na yale walisikia akisema. Lakini yule mtu ambaye alipokea ufunuo wa kuweka kanisa katika utaratibu kwa ajili ya Agano Jipya ni Paulo. Akaanza kuleta mazao baada ya kutoka kwenye maarifa na kuingia kwenye uzima. Yeye ndiye alileta fundisho na kanisa la Agano Jipya, vile kanisa linafaa kuwa na kuendeshwa. Yeye ndiye alileta yale mafundisho. Yeye ndiye aliweka msingi. Na huyu mtu ambaye alikuwa ni mtesi wa kanisa akiwa chini ya sheria, ukisoma Wakorintho wa kwanza 11 na mstari wa kwanza kwa mfano, anasema nifuateni vile ambavyo ninafuata Kristo. Yaani alikuwa amejaa Mungu hivi kwamba waaminio wengine wangeweza kumwangalia kama kielelezo cha Mkristo. Wangeweza kumwangalia kwa sababu alikuwa anadhihirisha Yesu Kristo kwa kila njia. Kuna mahali tulisoma hapa katika Nyakati 7 za kanisa, nabii anasema Paulo alikuwa ni huru kutoka kwa watu wote. He was free of all men. Hakuwa amefungwa na mtu na alikuwa amejitoa kabisa kwa Mungu, sold out to God. Kwa hivyo Kristo alikuwa na hatamu na mamlaka ndani ya Paulo, na hiyo ndio sababu alikuwa na ujasiri wa kuambia waaminio wengine wamwangalie kama mfano wa Ukristo. Na huyu ni yule ambaye alikuwa anatesa kanisa kwa sababu kuna mabadiliko yalifanywa, akahamishwa kutoka maarifa ya neno la Mungu akaingia katika uzima, akaweza kuleta haya mazao. Na mwisho kabisa angeweza kusema kwa ujasiri, nimekimbia mbio na nimemaliza na sasa nangoja thawabu yangu. Tunaweza kuangalia mtu mwingine hapa ambaye anaitwa Apolo. Hebu tuangalie katika Matendo 18. Matendo 18 tuangalie kutoka mstari wa 24. Mtu huyu naye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na maarifa sana, lakini hakuwa na uzima. Na alikuwa ni mtu ambaye angeweza kunena sana, an eloquent speaker. Lakini alikuwa na maarifa tu, lakini hakuwa na uzima. Na unajua mtu ambaye hana uzima hawezi kusaidia wengine wakaingia katika uzima, kwa sababu huwezi kuwapa kitu watu wewe usichokuwa nacho. Unawapa tu kile ambacho unacho. Huyu Apolo tumwangalie hapa, Myahudi pia. Matendo 18 mstari wa 24. Basi Myahudi mmoja jina lake Apolo, mzalia wa Iskanderia, hiyo ni Alexandria, mtu wa elimu, ni mtu amesoma mtu wa elimu, akafika Efeso, naye alikuwa hodari katika maandiko. Unaona, ni mtu amesoma na anajua maandiko, lakini hana uzima. Mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka, haikusema Roho Mtakatifu, inasema roho yake. Roho yake ilikuwa ikimwaka, alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu, naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Hakujua kingine. Anasema tu vile Yohana alikuja na vile Yohana angejulisha watu kwa Masihi. Hayo ndio alikuwa anajua. Na alikuwa na elimu, na alikuwa anajua sheria, na alikuwa ni mtu ambaye anajua kunena. Akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi. Hata Priscilla na Akila, hawa walikuwa ni mke na mume ambao walikuwa wanafanya kazi pamoja na Paulo. Walipomsikia wakamchukua kwao, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Wamesikia Apolo akinena, lakini wakaona ya kwamba ana upungufu, na hiyo ndio sababu wamemwalika wamweleze vizuri zaidi neno la Mungu, ili Apolo aweze kujua ya kwamba Yesu alikuja na akatolewa sadaka na akafufuka, na baadaye akaja kama Roho Mtakatifu akaingia ndani ya kanisa. Na hiyo ndio hatua ya sasa ya ujumbe. Kwa sababu yeye alikuwa amesalia katika ubatizo wa Yohana, na ubatizo wa Yohana wakati wake ulikuwa umeshapita. Sasa wanamueleza kwa usahihi. Wakamueleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Unaona? Na alipotaka kuvuka bahari aende mpaka Akaya, ndugu wakamhimiza, wakawaandikia wale wanafunzi wamkaribishe. Naye alipofika akawasaidia sana wale waliokwisha kuamini kwa neema ya Mungu. Sasa ameanza kuwa ni mtu wa maana, anaanza kusaidia waaminio.
kwa maana aliwashinda Wayahudi kabisa kabisa mbele ya watu wote, akionyesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa Yesu ni Kristo. Hapo awali huyu mtu Apolo alikuwa ni maarifa peke yake, ana maarifa ya sheria, alikuwa ni mnenaji hodari na alikuwa ni mtu ambaye ameelimika sana, lakini hakuwa na uzima. Na kama huna uzima huwezi kufanya mwingine akapata uzima. Na huyu mtu baadaye, wakati Priscilla na Akila wamesikia maneno yake, wakamueleza kwa usahihi zaidi, akafika mahali akajazwa kwa Roho Mtakatifu. Kama tungeenda tusome hapo mlango ambao unafuata, mlango wa 19, tunaweza kuona huko Efeso kulikuwa na wanafunzi 12 ambao pia walikuwa katika hiyo hatua ya kujua tu ubatizo wa Yohana, wasijue kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nabii anasema hao watu walikuwa ni wanafunzi wa Apolo, na walikuwa wamekwama katika hiyo hatua kwa sababu mwalimu wao alikuwa amekwama katika hiyo hatua. Mpaka Paulo alipokuja ndipo akapata Roho Mtakatifu. Unaona, alikuwa ni mtu hodari lakini hana uzima, na kwa hivyo wale ambao walikuwa chini yake wakati huo asingeweza kuwasaidia wapate uzima. Inakuonesha ukiwa na maarifa huwezi kuongoza mwingine akapata uzima. Ndio sababu ili tuweze kuwa mashahidi wa Yesu Kristo, tunahitajika kila mmoja ajazwe kwa Roho Mtakatifu, aweze kuwa shahidi wa Yesu Kristo. Unajua shahidi ni mtu ambaye alikuwa pale jambo likifanyika. Na shahidi ya kwamba kuwa shahidi ya kwamba Yesu Kristo yu hai ni awe hai ndani yako kwanza kwa njia ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hivyo basi unaweza kusema najua Yesu Kristo yu hai na anaishi kwa sababu anaishi ndani yako. Baadaye ukisoma mambo ya Apolo, kwa mfano katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 6, akaanza kuleta mazao alipoingia kwa uzima, kwa sababu alifika mahali akawa mfanyakazi pamoja na Paulo. Ukisoma hapo nimesema Wakorintho wa kwanza 3 na mstari wa 6, wakati Paulo alikuwa anasema msigawanye Kristo, ati watu wanafuata watumishi wa Mungu kwa sababu Kristo hawezi kugawanyika, akasema sisi ni watumishi tu, mimi nilipanda naye Apolo akamwagilia maji. Na hii inamaanisha ya kwamba Apolo alifika mahali akawa kowaka, akawa ni mfanyakazi pamoja na Paulo, kwa sababu alihamishwa kutoka maarifa na kuingia kwa uzima. Sasa angeweza kuleta mazao. Na shida ya ujumbe iko hivyo, maarifa ndiyo mengi miongoni mwa waaminio, hakuna uzima. Maarifa ndiyo mengi miongoni mwa waaminio. Kwa hivyo tunaweza kuona hata na sisi wenyewe kwa ufahamu tu wa ujumbe. Unajua pale Paulo alikuwa anashikilia torati ya Musa, na kwa hiyo torati akaanza kutesa kanisa. Nasi siku ya leo tuko na neno ambalo limefunuliwa. Tuna ujumbe wakati huu, tuna vitabu, tuna kanda za ujumbe, tuna agapao, tuna CD, tuna memory card. Yaani ujumbe umeletwa kwa kila medium, kwa kila kichukuzi cha kila aina. Kwa hivyo ujumbe huo unatupatia maarifa mengi sana ya mambo ya Mungu, lakini kwa ufahamu peke yake huwezi kuwa na mazao. Na mtu ambaye ana ufahamu wa ujumbe, kama vile Paulo alivyofanya kutesa waaminio waliozaliwa mara ya pili, mtu ambaye ana ufahamu katika ujumbe anaweza kutesa wandugu na wadada ambao wamezaliwa mara nyingine. Anaweza kuwaudhi na kuwatesa kwa sababu ana maarifa peke yake, lakini hajaingia kwenye uzima. Na unajua wakati una maarifa ya neno namna hiyo, waaminio wengi sana wanaweza kukomesha watu wa madhehebu. Na kukomesha watu wa madhehebu kabisa. Kama mwingine ambaye alikuwa anaongea na ndugu mwingine, lakini hakujua yule ndugu ni muaminio. Huyo ndugu ndiye alikuwa ananiambia. Kwa namwambia juu ya watu wanafuata, akamwambia hivi, huyu mtu wa madhehebu alikuwa anaambia huyu ndugu hivi, alikuwa ni kijana, kwa hivyo anaongea sheng kwingine. Anamwambia hawa watu, kuna watu wanaitwa Abraham, na hawa watu wako fomu kwa maandiko, wako fomu, huwezi kuwashinda. Naona? Lakini ni cult, ni kundi ambalo limepotoka na kujitenga, lakini ingawa ni cult, hawa watu wako fomu. Huyo kijana alikuwa anasema hivyo. Inamaanisha lazima kuna mahali alikuwa amekutana na waaminio akakomeshwa kwa maandiko. Na waaminio wengi wanafikiri madhumuni ya ujumbe ni kukomesha madhehebu namna hiyo. Madhumuni ya ujumbe hasa sio kukomesha madhehebu kwa njia hiyo, ni kukujenga wewe ufanane na Yesu Kristo. Mungu alileta ujumbe ili ukufanye kama Yesu Kristo.
ili unifanye kama Yesu Kristo. Ujumbe uliletwa hapa kutusaidia tugeuzwe tuwe katika kimo cha Yesu Kristo, sio tu silaha ya kukomesha madhehebu. Ingawa wakati unakutana na watu wa madhehebu, Mungu akikujalia unaweza kushuhudia, kwa sababu sisi ndio mashahidi wa Yesu Kristo. Na usishuhudie kwa vita vile waaminio wengi wanafanya, kurushia watu mawe, ama ukiambia mtu akipinga unamuita uzao wa nyoka mara moja, ama mwana wa shetani. Ule si ushuhuda wa Yesu Kristo. Unashuhudia kwa amani, na ukiona mtu anapinga ama ameanza kutukana, unajiondoa. Usikae pale kubishana na watu, kwa sababu itachafua ushuhuda wako. Kristo ni mtu wa amani. Na hata wakati unashuhudia kwa njia ya amani, sio kwa njia ya vita. Kuna watu katika ujumbe ambao hawana amani ndani yao. Akiona na watu wameketi mahali kama pale, ama anapatiwa nafasi aweze kusema jambo, na hapa kuna watu wa madhehebu, sasa naona amepata nafasi ya kupiga hawa watu kwa rungu. Hiyo sio injili ya Yesu Kristo. Injili ya Yesu Kristo mtu anaiendesha kwa njia ya amani. Sasa waaminio wengi wanaweza kufanya watu wa madhehebu wanyamaze, lakini bado hawana ule uzima. Kuna waaminio wengi wanajua neno na wanaweza kunyamazisha watu wa madhehebu, na hata hivyo wanakwaza hawa watu wa madhehebu. Wanawakwaza kwa sababu ule uzima hauonekani. Wanakwaza watu wa madhehebu kwa sababu licha ya kujua neno hivyo, wengi uzima hauonekani. Na unajua yale mambo unaishi yana nguvu sana kuliko yale maneno unasema. Watu wanakuangalia. Kuna mahali nabii anasema kuna watu wengi wasioenda kanisani, lakini daima wanaangalia wale ambao wanaenda kanisa ili waone adhari ya kanisa, effect ya kanisa. Kwa sababu adhari hiyo ama matokeo ya kwenda kanisa yanatakiwa yaonekane katika wale watu wanahudhuria. Kwa hivyo watu wanaangalia watu wa madhehebu, wanaona unafiki mtupu. Kuna waaminio nao wako na hiyo shida. Anaenda kanisa, anajua ujumbe, hawezi kushindwa na mtu wa madhehebu akifika ni kuongea juu ya maandiko, lakini sasa maisha yake yanakuwa ni shida. Kama ni biashara yake, unaona ya kwamba biashara yake haijanyoka. Kuna mambo ambayo hayako sawa kule. Yaani halipi madeni na haoni kama ni shida kukaa na pesa za watu wengine. Kuna mwingine anaweza kufanya mzaha mchafu. Unaona? Na mambo kama hayo. Kuna hata mwingine anataka kupigana na watu kule hadharani. Anataka kupigana na watu kule hadharani. Shida hiyo, niliingia siku moja kwa matatu na kuna ndugu alikuwa pale. Na huyo ndugu akawa kuna kitu amesahau, angetaka kutoka aende. Na wakati aliambia kondakta acha nishuke, mzee kwani unatoka? Akaongea kwa ukali sana. Toka haraka sana. Ninatoka niende kwako. Karibu amchape yule. Yule mtu akakaa kando. Shida ni kwamba huyu mtu wa matatu alikuwa anajua huyu mtu, alikuwa anajua huyu ndugu, na anajua mahali anahudhuria kanisa. Sasa wakati huyu ndugu ameshatoka, wengine ndani ya gari wakamuuliza, na kwani huyu mtu anataka kukuchapa kwa nini? Usijali na huyo wako, mimi namjua yuko hivi, mtu wa hasira kidogo, na yeye ni wa kanisa linaitwa God One. Yaani wanaamini Mungu mmoja. Si unaona yule mtu alikuwa na wazo juu ya kile waaminio wanaamini, lakini ona kile ambacho amefanya. Ndio sababu nasema maarifa hayatoshi, lazima pawe na uzima. Na watu wakiwa na maarifa peke yake wanaweza hata kuingia katika mafundisho ya uongo. Unajua ili watu waweze kuwa na fundisho la kweli, fundisho sahihi, ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu kuwa miongoni mwao. Maana Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wa ndani, na Yesu alisema ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye atakuongoza kwenye kweli yote, na kweli ni neno la Mungu. Ukimuondoa Roho Mtakatifu na uchukue neno, mahali fulani utaingia katika fundisho la uongo, kwa sababu hakuna mwalimu wa ndani. Ndio sababu unaona katika ujumbe watu wamekuja na mafundisho ya uongo, wamekuja na fundisho la kuoa wake wengi. Na ni ujumbe wamesoma, alafu wanaoa wake wengi kwa sababu Roho Mtakatifu hayuko pale kufasiri neno. Watu wanakuja na mjumbe wa 8. Wajumbe wa 8 ni wengi sana. Wengine unasema una nafsi mbili, moja inaangamizwa, nyingine inaletwa mahali pake.
na mafundisho mapotovu kama hayo kila mahali, kwa sababu watu walichukua ujumbe huu wa Malaki 4 lakini hakuna uzima. Kwa hivyo mtu anasalia katika maarifa, na ukisalia katika maarifa, baada ya muda utaingia kwenye fundisho la uongo. Lakini Roho Mtakatifu akija anakuhamisha kutoka tu maarifa ya ujumbe, neno hilo linafanywa neno hai. Agano Jipya nimekuambia ni neno kufanyika mwili, sio kama Agano la Kale. Na Roho Mtakatifu anakuja, anapita mawazo yako, anaenda pale kwenye nafsi, anahuisha nafsi hiyo iweze kuwa neno la Mungu la wakati huu. Kuzaliwa mara ya pili, vile Paulo alifanyiwa, vile tumesoma hapa, na inakuhamisha kutoka mambo ya kiakili inakuingiza katika mambo ya kiroho. Nabii anasema Wakristo wengi sana ni wale ambao wamekwama katika imani ya kiakili, intellectual faith. Anasema wakati Roho Mtakatifu anakutembelea na anafanya neno kuwa hai, imani yako ya kiakili ya kujua ujumbe na nukulu za ujumbe na maisha ya nabii inahamishwa, inakuwa imani ya kiroho. Na ikihamishwa inakuwa imani ya kiroho, hapo ndipo unajengwa kwenye mwamba. Mahali Yesu alisema ya kwamba nitajenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayatalishinda. Na hapo inakuwa ni imani ya kiroho. Na hapo unakuwa ni ufunuo. Ufunuo hauwezi kuja kwa sababu ya mambo ya akili. Ufunuo unaletwa na Roho Mtakatifu. Ufunuo ni jambo ambalo Roho Mtakatifu anakuletea, na ni jambo la kiungu, supernatural, sio jambo la kiakili. Na hiyo ndio imani ya kiroho. Unahamishwa kutoka imani ya kiakili, unahamishwa kutoka maarifa ya ujumbe, unaletwa mpaka uzima wa ujumbe huu, mahali ujumbe unakuwa hai. Mahali Paulo alisema ya kwamba waraka ambao umeandikwa kwa wino wa Roho Mtakatifu na unasomwa na watu. Nimekuambia kuna watu hawaendi kanisa, lakini wanaangalia huyu ambaye anaenda kanisani ili waone ni mtu aina gani. Kwa hivyo tunaweza kuona hapa tumeongea juu ya Paulo na tumeongea juu ya Apolo. Roho Mtakatifu akija anakuwa mwalimu wa ndani, na huyo ndiye anakusaidia usiingie katika mafundisho ya uongo. Ndio maana nabii anasema katika ujumbe ile ishara, the token, anasema wakati huu wa mwisho kutakuwa na udanganyifu wa hali ya juu sana. Na anasema huu udanganyifu utadanganya wote, isipokuwa uwe na ile ishara kuweza kukagua kila kitu. Anasema you have to have the token to examine it. Kama hakuna ile ishara utananganywa. Wahubiri wamejaa kwa internet, na internet ni kama soko, kila mtu anaweza kwenda kona yake na kuuza mali yake na kuuza mafundisho yake. Na kama huna ile token, ule uzima wa mwanakondoo kukagua kila kitu, nabii anasema you'll fall on the wrong side. Utananganywa. Tunahitaji hiyo ishara, ule uzima wa mwanakondoo, uhai wa damu utusaidie katika kila jambo. Ndio sababu unaona upotofu umeingia hivi miongoni mwa watu wa ujumbe. Lakini kumbuka, miongoni mwa hao watu kuna watu ambao ni mwili wa Yesu Kristo, na hao watanyakuliwa. Kwa sababu mwili wa Yesu Kristo huwezi kujiunga, unazaliwa mara ya pili. Usiwahi kujivunia kwamba wewe ni muaminio, wewe uko katika local church kama hii ama mrengo fulani wa watu wa ujumbe. Hapo hakuna jambo la kujivunia. Kile ambacho unajivunia ni kuingia ndani ya mwili wa Yesu Kristo, na huo mwili huwezi kujiunga nao. Na sio kuzalimiwa na mchungaji unaambiwa sasa uko ndani ya mwili. Unazaliwa kwa tukio la kiungu, a supernatural act of God. Unajazwa na Roho Mtakatifu, unaingia katika ule mwili, unazaliwa mara ya pili. Na sasa unakuwa na mwalimu wa ndani wa kukusaidia. Unaona? Na unakuwa na kiongozi wa maisha yako ambaye anakuongoza ufike mahali uwe mwana na binti wa Mungu aliyeadhimishwa. Una kiongozi wa maisha yako, the guide of your life, the guide of my life. Anakuongoza uweze kuwa mwana na binti wa Mungu aliyeadhimishwa ama aliyedhihirishwa akiwa na mamlaka ya Yesu Kristo. Na wakati umehamishwa kutoka maarifa na kuingia katika uzima, hapo tu ndio unaweza kuanza kukua kiroho. Huwezi kukua kiroho ukiwa nje ya mwili. Unaweza kupata kuhesabiwa haki, unaweza kupata utakaso ukiwa nje ya mwili, kwa sababu uko katika mazingira ambamo neno la Mungu linahudumiwa. Kwa hivyo unaamini neno hilo, unahesabiwa haki, unakaa chini ya hilo neno,
unatakaswa, lakini hauko ndani ya mwili. Hatua ya 3 ndio inaingiza mtu ndani ya mwili, na hapo ndio unakuwa mtoto wa kiroho aliyezaliwa mara ya pili, na hapo ndio unaweza kukomaa kutoka hapo na kuendelea, sio kabla ya hapo. Unapozaliwa mara ya pili unajazwa na Roho Mtakatifu, nabii anasema wewe ni mtoto wa kiroho. Anasema wewe ni mtoto wa kiroho, lakini sasa kwa sababu kuna neno ambalo limefunuliwa, unaweza kulishwa neno hilo ili uweze kukomaa na kuwa katika kimo cha Yesu Kristo. Na wakati unakomaa kiroho, unakomaa ukiwa ndani ya nafasi yako katika mwili. Wajua kila mmoja ambaye ni mteule wa Mungu, kila ndugu na kila dada ana utumishi katika mwili wa Yesu Kristo. Kuna wale ambao ni wahudumu, kuna wengine wako na karama zile 9, kuna wengine ambao kazi yao ni kufadhili wengine, kuna wengine wanajua kushauri wengine, kuna wengine ambao ni waombezi, wanapata mzigo kila wakati kuombea kanisa, kuombea waaminio, kuombea wahudumu, kuna intercessors. Na kuna vipawa na kazi mbalimbali katika mwili wa Yesu Kristo. Na hiyo nafasi ambayo Mungu amekutengea katika mwili wake, unaweza tu kuhudumu kwa njia inayofaa pale ambapo unahamishwa kutoka maarifa ya ujumbe, unaingia katika uzima, unazaliwa mara ya pili. Tumeona vile Paulo alipata kuwa na mazao na vile Apolo alipata kuwa na mazao. Tumeshaona mambo hayo. Lakini mtu akisalia tu ya kwamba anajua nukulu za ujumbe, kwanza inaleta kiburi kwa sababu anaona anajua neno lakini hana uzima ndani yake. Inaleta kiburi kwa sababu anajua neno lakini hana uzima ndani yake. Tulisema hivyo wiki jana. Tunahitaji kuhamishwa kila mmoja wetu kutoka maarifa mpaka uzima, na uzima inamaanisha ya kwamba ni yale maarifa ya ujumbe yakiwa yamefanywa hai. Sasa linakuwa neno liishiro, si ambalo limeandikwa kwenye makaratasi, ni neno liishiro. Kumbuka ujumbe ni Mungu ameleta, na tunaamini huu ujumbe kwanza. Lakini ujumbe unahitaji kuhuishwa ndani yetu, tuweze kuwa na neno ambalo linaishi, si tu neno limeandikwa pale, neno ambalo linaishi. Neno ambalo linatembea kwa miguu. Haiwezekani kwa akili. Ukijaza neno katika mawazo yako lakini halijahuishwa, neno halijakuwa mwili. Hayo ni mawazo peke yake. Ni ufahamu tu wa kibongo wa neno la Mungu. Tunahitaji jambo la kiungu lifanyike ili tuweze kuhamishwa kutoka maarifa, tuweze kuwa na uzima, mashahidi wa kweli, watu ambao wanaweza kumwakilisha Yesu Kristo wakati wa mwisho. Na huwa ninakuambia usiseme shida yako ni yule ndugu ama yule dada. Hilo jambo tuache kabisa. Shida ya mtu iko ndani yake. Na ujumbe huu Mungu hakuleta ili uweze kufanya vita na wengine. Ujumbe Mungu alikuleta kwa sababu anataka kusaidia wewe na anisaidie mimi. Tulizaliwa na mambo mengi sana ya kishetani. There are very many devilish things in us. Mambo mengi sana ya kishetani ndani ya kila mmoja wetu. Na hayo ndio Mungu anakuja kutoa akitumia ujumbe, sio silaha ya kupiga wengine. It's not a weapon to fight others. Ni jambo, neno la Mungu ni kifaa. Nabii anasema is a tool to shape you to fit in the house of God. Ni kifaa ambacho kinakuchonga wewe na mimi tuweze kuingia katika ule mjengo wa Mungu, kanisa la Mungu aliye hai. Sio silaha ya kushusha wengine. Ni kifaa cha kukusaidia uweze kuchongwa ili uweze kutoshea katika ule mjengo. Hebu tufikirie mambo hayo na tuyatafakari katika maisha haya. Ningetaka tuombe. Mwenyezi Mungu, Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, tungetaka kutoa shukrani kwa sababu ya vile ambavyo Bwana unatujali. Na kwa sababu hiyo ndio maana umetuletea ujumbe, ili ujumbe huu tusaidie kugeuzwa na kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo, kuwa mashahidi wa kweli. Wakati ulituma nabii hapa na tukaona ule uzima, tuliona Bwana punje ya ngano, tukaona mwana aliyedhihirishwa, na ukatuonesha vile ambavyo ungetaka kufanya na wale wengine ambao wangali hapa duniani. Ninaomba Bwana ukipitia ujumbe huu uweze kutusaidia tuweze kuwa kama huyo wa kwanza, tuweze kuhuishwa kwa Roho Mtakatifu, na tuweze Bwana kuhama kutoka tu maarifa ya ujumbe
na tukishahama kutoka maarifa ya ujumbe tuweze kuhuishwa na Roho Mtakatifu, kila mmoja ajipate ndani ya Kristo na mahali pake pa utumishi, na akizidi kukomaa na kuleta kimo kile cha Yesu Kristo. Asante Mwenyezi Mungu. Naye shetani yuko kazini akijaribu kuzuia jambo hilo kufanyika. Ninaomba Bwana, kazi ya shetani miongoni mwetu iweze kuharibiwa kwa jina la Yesu Kristo, na kila mmoja aishi Bwana juu ya mbinu na jitihada za shetani. Asante Baba, pokea sifa na utukufu. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen.